Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na somo linalosema Psalm. Zaburi. Karibuni kwenye somo la 7 na kichwa kizuri kinachosema Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Fadhili zako zinafika mbinguni. Notre verset clé, Psalm 57, 10-11. Je te louerai parmi le peuple, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Zaburi 57, shairi la 9 hadi 10. E Bwana, nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi kati ya mataifa, maana fadhili zako ni kubwa hata mbinguni na uaminifu wako hata mawinguni. Sasa swali, changamoto ama comment unaweza fanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ama kwenye comment kwenye page zetu na hapa kwenye YouTube. Karibuni, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Ndugu yangu mpendwa, tunakusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni kwenye somo la siku ya pili na somo nzuri linalosema uniumbie moyo safi. Uniumbie moyo safi. Somo la leo litakubariki na litanibariki, na hakika baada ya somo Mungu atakuumbia moyo safi. Moyo wako wa zamani utaenda mbali sana. Na kusihi kusoma Zaburi ya 51 mstari wa kwanza kushuka pale. Lakini kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5 jibia kwa swali linalosema kwa nini mtunga Zaburi anasihi rehema ya Mungu? Nini kilitokea? Utakaposoma Zaburi ya 51 6 hadi 19 utajiuliza, je, msamaha wa dhambi unaonyeshwaje hapa? Nini lengo la msamaha wa kiungu? Soma na ujibie. Roho Mtakatifu akusaidie tuelewe pamoja kwa undani. Karibisha Roho Mtakatifu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya usomi ya Zaburi ya 51 utagundua kwamba Zaburi hiyo ya 51 iliandikwa na yule Daudi ambaye ni mpenzi wa Mungu. Alipokuwa amefanya dhambi ya kuua Uria na kuzini na Bathsheba, Nabii Nathani alimuendea akamuonyesha mfano wa tajiri aliyekuwa na kondoo. Alipofikisha mgeni, akaenda tena kuomba kondoo ya maskini. Kisa hicho kimeelezwa vizuri, na wakati huo Daudi alipofanya hiyo dhambi, wakati sasa Nabii Nathani alipomujia, majuto yalitafuna roho ya Daudi. Hakujihisi vizuri, hakuhisi salama. Sawasawa na wewe mpendwa, mara tunapofanya dhambi haituweki huru hakika. Hata Daudi hakuwa huru kufuatana na dhambi aliyoifanya. Dhambi inatufanya tuwe watumwa, tusiwe na uhuru. Moyo wake ulipondekana, hakujihisi vizuri, hakuwa na amani ya moyo. Sasa alifungua moyo wake mbele za Bwana baada ya kukutana na Nathan na kuungama dhambi yake bila kupunguza au kuhalalisha, akijua kutoweza kwake kuacha kutenda dhambi. Zaburi ya 51 3 hadi 5 utaona jinsi gani akatubu, akaja mbele za Mungu. Alijua kwamba yeye kwa nguvu zake hawezi kuacha dhambi. Wewe pia kwa nguvu zako huwezi kuacha dhambi. Anayeweza kukuumbia uwezo wa kuacha dhambi na kuishi maisha mapya si mwingine isipokuwa ni Yesu Kristo. Alijua kwamba kutokana na upendo wake mkuu, Mungu angesafisha dhambi yake na kufuta makosa yake kabisa. Kulingana na Zaburi ya 51 1 2 7 9. Lakini cha kushangaza ni kwamba Daudi anaenda mbali zaidi. Hajaridhika na msamaha. Ikiwa hakuna mabadiliko katika maisha yetu wapendwa, tutaendelea kushindwa kuacha kutenda dhambi. Tunahitaji mabadiliko. Mara nyingi tumeomba msamaha ya juu na tunaendelea kufanya dhambi mojelea. Daudi alipenda asitende tena, asirudilie hiyo jambo tena. Ndio maana aliomba msamaha mpaka ndani. Msamaha wa kiungu unahusisha zaidi ya tangazo la kisheria la kutokuwa na hatia. Huo msamaha unaleta mabadiliko makubwa ambayo yanafikia sehemu za ndani kabisa za nafsi ya mwanadamu. Mtu ambaye ameomba msamaha kwa kweli anabadilika hata ndani mwake.
mabadiliko yanaonekana. Zaburi 51:6 na Waebrania 4:12. Unaleta uumbaji mpya. Mtu ambaye ameomba msamaha ni lazima aumbwe mpya, awe tena na moyo safi, asiwe mtu yule wa kale. Mara ngapi umeomba msamaha kwa ajili ya kosa fulani, kwa ajili ya dhambi fulani, na mpaka sasa ungaliki unaiendelea? Lakini Daudi alipomkubali Yesu, yeye alipojifunua kwa Yesu kwa undani zaidi, hakuendelea kutenda tena dhambi. Aliumbwa upya. Kitenzi kile cha Kiebrania bara kilichotafsiriwa na kuumba kinaonyesha uwezo wa uumbaji wa kiungu. Kwenye Mwanzo 1:1, Mungu pekee ndiye anayeweza kubara, ndiye anayeweza kufanya moyo safi, kuunda kitu ambacho hakika anakiunda ndani mwako. Okay? Ni Mungu pekee anayeweza kuleta mabadiliko makubwa na ya kudumu katika moyo wa mtu aliyetubu. Mtenda dhambi yeyote pasipo Mungu hataweza kuishi maisha ya utakatifu. Lakini Mungu ukimkubali na kumpokea, unapoomba msamaha ya ndani, Mungu hakika atakusamehe na anakubara, anakumpia moyo safi na unastahili. Msamaha wa kufanywa upya kwa kuwa kwetu husababisha furaha, ushuhuda na nyimbo za sifa. Hakuna hata kafara ama dhabihu ambayo ingelikubalika isipokuwa tu ni moyo uliovunjika na kupondeka. Huo ndio Mungu anaupenda. Basi Mungu akusaidie moyo wako uvunjike na kupondeka, ili kwamba Mungu afanye kazi. Asante. Tuombe. Mungu, tunakuomba utuumbie moyo safi na ufanye upya roho thabiti ndani yangu na ndani ya mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, nikupatie kazi. Ikiwa Mungu anaweza kumsamehe Daudi kwa uzinzi, kwa udanganyifu, kwa mauaji, kuna tumaini gani kwako? Fikiria na uweke jibu kwenye comment. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare.